Awali yote kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa kweli wote tuko hapa tukiwa na afya. Na tumshukuru pia Mwenyezi Mungu kwamba hatukupoteza mtu yoyote katika ugonjwa wa corona. Lakini pia tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kututia moyo na kuweza sasa kurudi na kuungana pamoja na kuanza kufanya vikao vyetu vya kawaida na kazi zetu za kawaida. Mheshimiwa Rais, tunasema asante sana kwa ajili ya kututia moyo huo, na leo tuko hapa tunaendelea na kazi zetu. Mheshimiwa Mstahiki Meya, mimi kwangu leo hii ni siku nzuri sana, lakini pia ni siku muhimu. Ni siku ambayo tumefanya kazi kwa kipindi cha miaka 5 katika wilaya yetu na manispaa kwa ujumla. Hatusemi kwamba tunafika mwisho kwa sababu manispaa bado inaendelea, lakini kwa upande wa waheshimiwa madiwani wetu tunafika mwisho na tunaagana. Lakini naomba niseme haya yafuatayo. Katika kipindi hiki cha miaka 5 niwashukuru sana waheshimiwa madiwani wote kabisa kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kuisimamia manispaa yetu, na leo hii Ilala inatembea kifua mbele. Asanteni sana mheshimiwa. Mmeweza kuisimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi na tumeweza kuitekeleza kwa 100%. Nataka niseme hivyo. Manispaa ya Ilala haijatetereka wala haijakaa nyuma hata siku moja. Na yote haya tumshukuru kuna captain ambaye ameweza kuisonga mbele na kuhakikisha kwamba jahazi linaenda. Nakushukuru sana mheshimiwa mkurugenzi wetu. Najua ulivyoingia watu walikuwa wanaogopa kwamba umekuja hapa kuwanyima hela hivi, lakini nafikiri siku hizi bado ukao unaangalia. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kazi yako. Lakini nawashukuru sana wakuu wa idara katika vitengo vyote. Mmefanya kazi nzuri sana. Kazi ambayo waheshimiwa madiwani wamesimamia, lakini nyinyi ndio mlikuwa mnaenda kutekeleza kule. Na tunashukuru kwa sababu mmeshirikiana nao. Watu sema asanteni sana. Lakini pia niendelee kuwashukuru waheshimiwa madiwani. Wakati nilipokuwa nikizunguka katika ziara zangu kata kwa kata, mtaa kwa mtaa, mmenipa ushirikiano mkubwa. Hakuna hata mmoja wa vyama vyote aliyekuwa ameacha kuwepo. Siku zote tulikwenda, walikuwepo, walitupa ushirikiano na waliweza pia kujibu maswali ambayo yalikuwa yanahusu zaidi katika upande wa manispaa. Naomba niwashukuru, manake huo ndio uongozi. Huo ndio uongozi wa vitendo, ambapo wewe kama kiongozi wa eneo husika upo, na kama kuna maswali ambayo yalikuwa yaende kwa wakuu wa idara, lakini na wewe diwani ulijua, mliweza mkajibu zile kero. Tunashukuru sana. Kuna maeneo mengine ambayo labda kwa njia moja au nyingine hayakuweza kujibiwa, lakini na sisi upande wa serikali tunahakikisha kwamba tutayamaliza ili wananchi waendelee kuwa na imani yao katika serikali, lakini wawe na imani na nyie ili mrudi tena, na mimi na uhakika mtarudi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, naibu meya pamoja na waheshimiwa madiwani, tunafika mwisho. Lakini sio mwisho wa utekelezaji wa kuendelea kuhakikisha kwamba maendeleo yale ambayo tulikuwa tumewekewa, maendeleo yale ambayo Chama cha Mapinduzi kiliahidi kwamba kitapeleka kwa wananchi, tutaendelea kuhakikisha kwamba yanatekelezwa. Tuendelee kuhakikisha kwamba katika hizi siku chache tulizokuwa nazo, bado tuendelee kujibu kero za wananchi. Bado tuwe viongozi katika maeneo yetu na kuhakikisha kwamba wananchi wale wanapata yale ambayo wanatakiwa wayapate, ili wasije wakaona kuna mahali ambapo tutakuwa na mwanya. Wewe kama kiongozi usiwezi kukata tamaa kwamba mimi ndio nimefika hapa mwisho basi sitachaguliwa tena. Utachaguliwa kwa kuwa bado watakuona wewe uko pale kujibu kero zao, kuwasaidia katika yale matatizo na kuyatekeleza. Na sina shaka kwamba mkurugenzi pamoja na wakuu wa idara bado wataendelea kuwasaidia. Na mimi kama mkuu wenu wa wilaya, kiongozi wa serikali, nipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mmoja wenu tunamsaidia pale ambapo yeye anaona ni pagumu. Hivyo mimi niwatakie kila laheri. Niwatakie kila laheri kabisa chini ya moyo wangu. Kila mmoja wenu alinigusa kwa njia moja au nyingine.
Kuna mahali hapa na pale tuliweza kusuguana, lakini ilikuwa kwa sababu ya maendeleo ya wilaya yetu. Hatukutaka tena Ilala iitwe kwamba Ilala imelala. Safari hii, miaka 5 hii tuliokuwa nayo, safari hii Ilala iliamka, na ndio maana hatukuweza hata siku moja kupata hati chafu. Tumeendelea kuwa na hati safi. Katika elimu Ilala imeendelea kuongoza, si kwenye primary, si kwenye sekondari. Lazima tuendelee kutembea kifua mbele. Katika makusanyo na mapato Ilala imeendelea kuwa mbele, na yenyewe ndio imejulikana ni manispaa ya kwanza katika ukusanyaji wa mapato. Katika kuhakikisha pia manispaa inawasaidia wananchi wake, hasa katika kina mama na vijana na wale walemavu kwenye kutoa mikopo na kuhakikisha kwamba wamefanya vizuri. Ilala imefanya vizuri. Tuna vijana ambao wamepata mabasi, wamepata wana mafuso. Tuna vijana ambao wamepata bajaji. Tuna vijana ambao wanatuwakilisha katika kilimo hasa cha kiteknolojia cha sasa. Wanalima mboga zao, wanazipack vizuri, wanaenda kuuza katika masoko yetu na inajulikana. Yote hayo ni Ilala. Niwapongeze sana waheshimiwa madiwani, upongeze Said Meya, upongeze pia na mkurugenzi. Nichukue fursa hii vile vile mkurugenzi kukushukuru sana. Wakati unatoka Lushoto, wengi tulikuwa wazito kwenye vikao vyetu. Tunajua kabisa wanatuletea mambo ya shamba hapa mjini. Lakini bwana, tembea kifua mbele, umewika, unatisha. Hongera sana kwa kazi unayofanya. Na sisi kama madiwani kuna sehemu labda tumeteleza kama wanadamu, tunakuomba utusamehe sana. Lakini sisi hapa tulivyo wote tumeshakusamehe. Huna shida na sisi, mzee wetu, maendeleo kwa wananchi yanaonekana. Lakini mkuu wa wilaya, mimi nina la kwangu dogo tu kwa wewe. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, serikali ijayo tuna matumaini makubwa, kwa mujibu wa mizimu ya Shukurudege, utatoka kwenye ikocheo, utapanda cheo cha juu. Lakini uliona hali ya waheshimiwa madiwani namna ilivyo. Tulikuwa tuna pesa kuchochea maendeleo takriban 800,000, ambao pesa ile ilikuwa inawafanya madiwani wakienda kwenye vikao vya wananchi, aidha akiambiwa achangie bati 5, bati 10, anakuwa na fedha ile. Lakini pale ilipokatwa ile fedha, ndio likaja sasa kaburi la waheshimiwa madiwani. Inafikia maana hadi vikao wanavyogopa, na kuna muda mwingine kanuni inawaongoza wafanye mikutano ya hadhara. Lakini mkutano peke yake unakosi takriban 300,000. Madiwani wengi fedha hizo hawana. Na ile ilikuwa lengo zuri tu la serikali kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Na madiwani hao wamefanya kazi nzito. Nikuombe sana huko utakapofika, kwa sababu najua utapanda, ili ulisemee ili mradi wenzetu watakaobahatika kurudi, fedha hizi za kuchochea maendeleo waweze kuzipata. Lakini vile vile nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais, katuletea miradi 3 ya kimkakati. Mradi wa soko la kisasa la Kivule, hospitali ya Kivule, machinjio ya Vingunguti na soko la kisasa la Kisutu. Kwa mradi wa machinjio tunatarajia tarehe 15 au 16 mashine zile zitaingia kutoka nchini China. Nikuombe sana mkurugenzi, waalika waheshimiwa madiwani kama waasisi wa lile tukio, wanakuja kama watu maarufu. Na si vibaya ukamwandalia Senga Kanawi akaja kulishuhudia lile tukio, na siku ya uzinduzi vile vile ni vyema sana ukawaalika madiwani wote, kwa sababu wao ndio wameasisi jambo hili. Na kwa mujibu wa ndugu zetu wa Kisutu, tarehe 24 mwezi wa 8 watakabidhi soko lile. Si vibaya vile vile madiwani hawa kualika na wakaona ile alama ambao walioipigania kwa muda wa miaka 5 imeonekana. Kwa hiyo ni vizuri mkurugenzi ulipokea nawe na kujua jemedali huna shida, kwa hilo utatualika. Lakini vile vile nichukue fursa hii kukushukuru mkurugenzi. Kwa mkoa alitoa tamko tarehe 1 mwezi wa 6 tuhakikishe hospitali ya rufaa ya Kivule inafanya kazi. Hadi leo asubuhi tunakwenda takriban kina mama 4 wameshajifungua. Hongera sana. Katika mradi wa kimkakati 3, mradi mmoja huu tayari umekamilika na watu wanajifungua, lakini kuombe tu pale kuna kichomea taka. Hiki nadhani utakisimamia ili mradi muweze kuweka, na tunajua kwamba kuna milioni 300 imeingia, hii mjue namna gani wa kuweka miundo mbinu mle. Kwa hiyo tunakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Lakini madiwani hao wameasisi pamoja na wewe ujenzi wa ghorofa 10, ofisi ya kisasa. Ina maana hiyo ofisi zote za halmashauri zitakuwa sehemu moja, na hadi hivi sasa tupo kwenye mpango wa design. Kwa hiyo nikuombe sana, kwa sababu hawa ni waasisi. Kuna baadhi ambao watabahatika kurudi,
na wale ambao hawajabahatika, basi kile kitu ambacho alichokiasisi wao tuwaalike vile vile. Shukuru Dege, usinitolee macho, utarudi mwanangu, sio na wasiwasi. Kwa hiyo nikuombe sana. Lakini mkurugenzi, mimi nichukue fursa hii wakati tunaingia katika 2015-16 tumeikuta halmashauri yetu ina hati yenye mashaka. Ina maana hati yenye mashaka bi maana nyuma kulikuwa kuna changamoto ya usimamizi wa miradi, ukusanyaji na kila kitu. Lakini sasa hivi tuna miaka 5 tunamaliza, tumepata hati safi. Hongereni sana waheshimiwa madiwani kwa kazi kubwa ambayo mlifanya. Lakini tulikuta halmashauri ina gepu kati ya watendaji na waheshimiwa madiwani. Utakumbuka Mheshimiwa Sultani ilifikia mahala mkuu wa idara akijua leo kuna kamati ya fedha, basi huaga anafanya sala zake kama kumuomba Yesu amuokoe au Muhammad. Lakini bahati nzuri tumeweza kuirekebisha hiyo hali. Hivi sasa madiwani na wakuu wa idara ni kama ndugu moja, tunajenga nyumba moja. Hongereni sana wakuu wa idara, hongereni sana mheshimiwa madiwani. Mkurugenzi, sisi tunaondoka, lakini kuna barabara ile ya Kimanga. Mkandarasi aliomba takriban milioni 130 na tulishampa milioni 100 na hadi hivi sasa ujenzi ule umesimama. Ombi langu kwako uweze kusukuma, kwa sababu kashachukua ile fedha, sio tena ipeleke kwenye miradi mingine, uweze kusimamia na mambo yaende vizuri. Lakini ombi langu la mwisho, ili nikae chini na tukifunge kikao hiki, wakuu wa idara na mkurugenzi, waheshimiwa madiwani hawa bado adhi yao ziko pale pale. Wanaweza wakaja kwenye changamoto aidha ya kata kutokana na uzoefu wake, au anaweza kaja na changamoto binafsi. Na waombeni sana muangalie kwa jicho la huruma, kwa sababu bado wana nguvu na bado wana mtandao. Nitawapeni mfano mdogo tu. Juu pale nimemwona mwenyekiti wa kata ya Mnyamani, mzee Busimama. Mzee yule sijajua kama, kwa sababu mzee ni mganga, sijajua kama alimpa tiba mkuu wa mkoa, alimtibia au vipi. Kwenye ziara kwa Mnyamani akaomba barabara, kipande cha kutoka Mnyamani pale barabarani kiingie hospitalini, akamwambia mkuu wa mkoa, hivi ninavyozungumza na nyinyi tayari mkandarasi ameshapatikana na TARURA fedha zipo na muda wote anaanza kazi. Sasa chukulia yule ni mtu wa kawaida tu, lakini kamuomba mkuu wa mkoa na utekelezaji wa barabara ya lami umefanyika. Je, hawa madiwani wana mtandao gani? Kwa hiyo niwaombeni sana, usiwadharau, mwaheshimu, pamoja muda wao umekwisha, wana mchango wao katika halmashauri yetu hii ya manispaa ya Ilala. Naitwa Azizi Mwarile, diwani wa kata Msongora. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo tunatimiza miaka 5 katika madaraka yetu, lakini kuna mambo mengi tumepitia ndani ya halmashauri, hasa miradi ya kimkakati na miradi ya maendeleo ndani ya manispaa ya Ilala. Kwa miaka 5 niliyokaa madarakani, tumeweza kupata shule 3 za msingi kujengewa na halmashauri. Pia tumepata zahanati 2 ambazo moja tumeanza na moja ya kumalizia, lakini zote sasa hivi kumaliziwa na kuanza kazi ndani ya kipindi cha miaka hii tulikuwa 5. Pia tumeweza kupata machinjio ya kisasa katika Ilala, pia mkoa wa Dar es Salaam, lakini ndio itakuwa machinjio ya kisasa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, pia na imani hata Tanzania vile vile. Pia tumeweza kupata miradi ya kimkakati, soko la kisasa Kisutu. Hii yote ni miradi ambayo ya kimkakati ndani ya manispaa yetu ya Ilala.